Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Wa kanisa la Juda. Hallelujah. Situshangilie kwa makofi jamani. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya kutuwezesha kuja mahali hapa. Na nashukuru Bwana kwa sababu ninahisi nguvu ya Mungu katika kanisa hili. Na mahali hapa kuko na uhai. Na tunatangaza uhai wa Bwana utazidi kuwa katika nyumba ya Mungu. Utazidi kuwa katika maisha ya watu wa Mungu. Haleluya. Unaweza ukakalia kiti chako cha baraka tunapoingia katika neno la Mungu. Ninashukuru Bwana kwa sababu ya mtumishi wa Bwana Pastor Mushiri. Na nashukuru Mungu kwa sababu pia ya mke wake Minister Pauline, kwa sababu ya kazi ile ambayo wanafanya, na pia wewe ambaye umekuja katika nyumba ya Bwana. Nimebarikiwa sana tangu nikuje kuanzia maombi. Haleluya. Nimebarikiwa kwa sababu ya groups hizo ambazo zimedance mahali hapa. Na nikaona wakati tulikuwa na BBS, kwa sababu tulikuwa na BBS kule, nimeona kama ungeweza kukuja mungeashida groups zingine pale, kwa sababu nimeona mna energy, mnatia energy katika dance. Amen. Na nashukuru Bwana kwa sababu ya mwaliko huu wa mtumishi wa Mungu. Nataka kusema ya kwamba unafanya kazi nzuri, unafanya kazi nzuri ya Bwana, na kwa hivyo Bwana apate kuwabariki. Nataka tuende katika neno la Mungu. Wakati ambapo nilikuwa ninaomba Bwana kwa sababu ya neno la Mungu, ni wakati nilijua nitakuja mahali hapa. Neno hili ambalo Bwana aliweka ndani ya moyo wangu ni fighting for the fulfillment of your destiny. Fighting for the fulfillment of your destiny. Kila mmoja wetu ako na hatima. Kila mmoja wetu ako na hatima kubwa. Na hatima ya mtu ili iweze kutimia, ni lazima mtu aweze kuipigania. Na kwa hivyo nitaanza katika neno la Mungu, Jeremiah chapter number 1. Na tutaanza ule mstari ni wa 4. Biblia inasema, the word of the Lord came to me, saying, verses 5, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you a prophet to the nations. Neno hili la Mungu lilimjia Jeremiah kwa kusema ya kwamba Jeremia, kabla uumbike ama kabla uingie katika tumbo ya mama yako, mimi nilikuwa ninakujua. Na ningetaka kila mmoja aliye mahali hapa upate kuelewa, pamoja na wale watutazama mitandaoni, ya kwamba kabla uingie katika tumbo ya mama yako, Mungu alikujua. Kabla uingie katika tumbo ya mama yako, Mungu alikujua. Kila mmoja wetu wako mahali hapa, wewe sio mtu ambaye hajajulikana na Mungu. Wewe ni mtu ambaye ulijulikana na Mungu kabla uingie katika tumbo ya mama yako. Na unaona, ukiangalia mstari huo mwingine ambao unafuata, Biblia inasema, I sanctified you. I knew you before you were born, and I sanctified you. Mungu huwa anajua mtu, alijua Jeremiah, na kisha akamtakasa. Na neno linasema ya kwamba akamtakasa awe nabii wa mataifa. Kila mtu ambaye amezaliwa na Mungu, amezaliwa katika dunia, ni vizuri kuelewa ya kwamba wewe uko na hatima kubwa. Inua mkono wako mmoja, sema niko na hatima kubwa. Inua mkono wako mmoja, sema niko na hatima kubwa. Haleluya. Wewe uko na hatima kubwa. You have a great destiny.
Na hii destiny ya mtu iweze kuwafikiana, destiny hiyo lazima mtu aweze kuipigania. Hatima huwa inapiganiwa. Haleluya. Kwa nini upigane? Jambo la kwanza ningetaka uelewe, you fight for the purposes and the will of God to be fulfilled. You fight for the purposes and the will of God to be fulfilled. Mtu huwa anapigana ili mapenzi ya Mungu yapate kutimia katika maisha yake. Katika maisha yako kuna mapenzi ya Bwana. Na ndio Yesu alifundisha maombi akasema, na mnapoomba ombeni mkisema, Baba wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Haleluya. Wewe ufalme wako uje na utakalo lifanyike duniani. Haleluya. Wewe huo mtu anaomba akisema, Baba ninaomba ya kwamba mapenzi yako kuhusu maisha yangu yakapate kutimia. Mapenzi yako kuhusu maisha yangu, hiyo mapenzi ambayo Bwana uliyapanga kabla nizaliwe, mapenzi hayo ndiyo ninaomba yapate kutimia. So when we talk about destiny, tunaongea kuhusu nini? That's what we call God's desire in your life. That's God's desire in your life. Hiyo tamanio la Mungu. Kuna ile tamanio Mungu anataka wewe uwe. Kuna mahali ambapo Mungu anataka wewe ufike. Haleluya. Na shetani huwa anapigana na ili mpango wa Mungu usipate kutimia katika maisha ya mtu. Na kwa hivyo lazima mnasimama mnatangaza ya kwamba mapenzi ya Mungu kwa maisha yangu lazima yatatimia. Jina la Bwana libarikiwe. Unatangaza mapenzi ya Mungu katika maisha yangu lazima yaweze kutimia. Kila kanisa la Bwana na kila maisha, all of us, we are destined for greatness. Kila mtu mmoja wetu kanisa la Bwana na hata katika maisha yetu kama watumishi wa Mungu na maisha yetu kama washirika, Mungu ametupangia mambo makubwa. Kuna mambo makubwa Mungu ametupangia, na shetani huwa anapigana ili mpango wa Bwana usitimie. Lakini nataka nikuambie, lazima tutafika katika hatima zetu. Nasema lazima tutafika katika hatima zetu. Tunatangaza maana hata kanisa hili la Bwana liko na hatima yake na liko na hatima kubwa. Lazima tuengee. Haleluya. Tuingie katika vita. Haleluya. Lazima tupigane. Lazima tuone ya kwamba sisi tumefika mahali ambapo Bwana anataka tufike. Huwa ninasema kanisa lile tunashiriki kule Kariobangi, na nataka nikwambie kuna mahali tulikuwa pale roundabout, na wakati huo kanisa lilikuwa limefinyiliwa. Maana kanisa letu lilikuwa na watu 5. Bwana asifiwe. Huwa nasema ya kwamba hata tulikuwa kuna wamama wawili walikuwa wanajitolea kukuja na chai na thermos 2. Wakikuja na thermos 2 haingeweza kuisha, kwa sababu tulikuwa watu 5 tu, hata pamoja na watoto. Lakini wacha nikuambie, haleluya, tulikuwa tumefinyiliwa, lakini Mungu mkono wake ukashuka juu yetu na akatufungulia njia. Anatangaza hata hapa Juda, mkono wa Bwana utakuwa juu yenu. Mkono wa Bwana utakuwa juu ya kanisa hili. Haleluya. Na ninaomba mkono wa Bwana juu ya maisha yako. Hata wewe lazima ufike mahali ambapo Bwana angetaka ufike. Haleluya. Katika 1 Corinthians chapter number 16, neno la Mungu linasema hivi. Katika 1 Corinthians chapter number 16 and verses 9, neno la Bwana linasema hivi: for a great and effective door. Ni Paulo anaongea, anaandikia Wakorintho na kuambia, for a great and effective door has opened to me, and there are many adversaries. Anasema kuna milango ambayo umefunguliwa mbele yake. Amefunguliwa mlango mkubwa. Nilikuwa nasoma na Amplified na Message Bible, nikakuta kuna moja inasema, for a wide door of great opportunity. A wide door of great opportunity has been opened unto me. Hallelujah.
but there are many adversaries. Ningetaka uelewe ya kwamba kuna mlango mkubwa ambao umefunguliwa mbele yako, lakini kuna maadui. Na ndio mtu wa Mungu lazima apigane. Haleluya. Neno huwa linatuambia ya kwamba ufalme wa Mungu, the kingdom of God, suffereth what? Violence. Ufalme wa Mungu suffereth violence, but the violence they take it by force. Kwa hiyo kile ambacho ni chako lazima unyakue kwa nguvu. Kama ni afya lazima unyakue kwa nguvu. Haleluya. Kama ni ministry lazima inyakuliwe kwa nguvu. Haleluya. Kwa hiyo tunaposema there are great doors, kuna milango ya aina mingi. Kwa mfano kuna mlango wa ndoa. Amen. Na huo mlango wa ndoa lazima unyakue kwa nguvu. Maana kuna watu wengine unakuta wakati mtu ameolewa, amen, mtu amepata mtu wake, unakuta kuna mtu mwingine tunataka kuja kuiba mtu wako. Kwa hivyo lazima ujue maombi. Haleluya. Lazima unasimama unasema ndoa yangu itaendelea mbele katika jina la Yesu. Na unasema ninakataa, sitanyang'anywa. Lazima nitakaa na mume wangu. Lazima nitakaa na mke wangu. Biblia inasema ya kwamba the violent take it by force. Mbona unatuma kama ili mkahole? Mtu asifanyaki unakuwa yani ule mtu ambaye ni mpole. Amen. Unajua kuna watu unakuta ya kwamba wao watu wengine mpaka unaona akiua mosquito anaona kama amekosea sana, na sasa hiyo mosquito ni kuua inaua wewe. Hapana, ufalme wa Mungu. Amen. Ufalme wa Mungu hautaki watu wapole. Haleluya. Sisi kama unasoma Bible, Yesu aliingia katika hekalu ndani ya hunyo. Amen. Na akaandika wale ambao walikuwa wanauza. Ndio inasema alikuwa anaangusha meza. Hatujui kama alikuwa anaangusha na mikono ama ni na mateke. Haleluya. Lakini Bible inasema alikuwa anaangusha meza. Hiyo kia tena nimwambie, wacha kuwa mpole. Mtu mpole wewe unasikia? Wacha kuwa mpole. Amen. Nasikia ninasema watakuwa mpole. Mtu mpole huwa ananyang'anywa vitu zake. Amen. Kwa hiyo kuna mlango mkubwa. Lakini kuna maadui. There is great door. There is a wide door of opportunity. Lakini kuna maadui. Kila mlango ambao Mungu huwa anafungua, ujue ya kwamba maadui huwa hawanyamazani. Kama ministry ni mlango mkubwa sana. Huu ni mlango mkubwa Mungu amefungua hapa Juda. Kwa sababu mlango huu watu wengi wataupitia na watafika mbinguni. Hivyo shetani mjaribu kupigana, lakini tunataka kutangaza hatima ya kanisa hii lazima itafika katika jina la Yesu. Nasema hatima ya kanisa hii lazima itafika katika jina la Yesu. There is fulfillment that this church must reach to its peak up on high in the mighty name of Jesus. Hallelujah. I say hallelujah. Kuna mlango mwingine kama mlango wa masomo. Mtu ni kupigania masomo. Kwa sababu na shetani tafikiri analeta lazima unapigania mpaka watoto wako masomo yao. Tafikiri shetani huwa anarusha ujinga kwa watoto. Unakuta mtoto hachiki kitu, haelewi. Mwalimu akiingia kwa klasi anaanza kulala. Nataka nikuambie, we must fight in the mighty name of Jesus. I say we must fight in the name of Jesus. Kwa ajili ya karia yako lazima uipiganie. Lazima upiganie mambo mazuri. Ni kupigania huo inapiganiwa. Mungu aliahidia wana wa Israeli, akawaahidia nchi ya Kanaani. Na nchi ya Kanaani ilikuwa na maadui, ilikuwa na majitu, watu wakubwa. Lakini Mungu anasema ingieni mnyakue. Wengine wakaanza kusema sisi ni kama grasshopper, haitawezekana. Wale walileta ripoti mbaya. Biblia inasema Mungu aliwaua usiku huo. Haleluya. Akabakisha Joshua na Caleb ambao wanasema tukiingia kwa mji huu Mungu atatupatia. Lazima uinue imani yako. Inua imani yako. Mungu anatupatia mji huu. Mji huu ni mji mkubwa. Mji huu umejaa watu. Mji huu umejaa wana biashara. Hallelujah. And in the mighty name of Jesus, we are taking power and authority. And in the forces of the enemy, we are
Jesus, in this Saturday, we are bringing you down. In the mighty name of Jesus. Lazima upiganie. Hatima ni kupiganiwa, inapiganiwa. Amen. Si vizuri kumaliza maombi kabla kufanya warfare. Hata wakati unaomba wewe mwenyewe, si vizuri unamaliza maombi na mtu huwa anainuka anasema na sasa tunachukua nguvu na mamlaka kinyume na maroho yale yako, kinyume na maisha yetu. Unasema tunayafunga, tunayasambaratisha katika jina la Bwana Yesu. Haleluya. Unajua, ila unajua ama haujui, kuna vita huwa inaendelea. Kuna vita huwa inaendelea katika maisha. Na kila mtu huwa anaombea. Unaomba hata kwa ajili ya afya yako. Amen. Unajiombea. Unasema ninakataa magonjwa kwa mwili wangu. Unasema ninakataa magonjwa kwa watoto wangu. Ninakataa magonjwa. Amen. Hata kwa wazazi. Kwa sababu kuna vita huwa ikiendelea. Adui huwa anapanda vitu baya. Adui huwa anapanda vitu zile ambazo ni baya katika maisha. Vitu hizo baya lazima zing'olewe katika jina la Yesu. Nataka tuangalie, why must you fight for your destiny? Kwa nini mtu apiganie hatima yake? I say number one, it is for the purpose and the will of God to be fulfilled. Now, number two, you fight because if you don't fight, you will live with the conditions set by the enemy. You will live with the condition set by the enemy. Nikitaka tuangalie 1 Samuel na chapter number 11 verses 1. Amen. Biblia inasema, then Nahash the Ammonite came up and encamped against Jabez Gilead. And all the men of Jabez said to Nahash, make covenant with us and we will serve you. Verse 2 inasema, and Nahash the Ammonite answered them, on this condition I will make a covenant with you, that I may put out all your right eyes and bring reproach on Israel. Verse 3, then the elders of Jabez said to him, hold off the 7 days, that we may send messengers to all the territories of Israel. And then, if there is no one to save us, we will come out to you. Neno nasema, kuna huyu mfalme ama komanda, huyu ambaye wa Ammonite, kiongozi wa Ammonite. Na neno nasema, huyu kiongozi alikuja akazingira Jabez Gilead. Na watu wa Jabez Gilead walipozingirwa, Biblia inatuambia ya kwamba wakatoka wakataka wawe na amani na huyo adui. So walimwambia hivi, fanya na sisi maagano. Tungeomba ufanye na sisi maagano. Inana wale alikuwa anawaambia, tunataka tusikizane. Amen. Tusikizane badala ya vita. Akasema ninataka tuelewane badala ya kupigana. Naye huyu mfalme ama huyu komanda alipoambiwa tuelewane, alafu watu hawa akasema tutakutumikia. Ukiangalia verse 2, jambo lile ambalo Nahash the Ammonite answered them, aliwaambia on this condition. Hallelujah. Akasema on this condition I will make covenant with you. Akasema that I may put out all your right eyes and bring
brought on Israel. Hebu imagine. Hiyo ni maana ya aina gani na adui? Adui yake anasema, kama tutaelewana, bado mtanitumikia, lakini anawaambia anoe jicho. Anoe jicho moja kwa watu wote. Imagine, kijiji yote ikiwa imetolewa jicho. Hiyo ni maagano mabaya. Mtu huwa anapigana kwa ajili ya hatima ili asifanye maagano na adui. You don't make covenant with the enemy. The enemy doesn't have good conditions ambazo anaweza kukuambia. Wewe mtu ni kupigana, unapigana. Unasema, ninapigania hatima yangu. Lazima nifike. Na wakati mwingine ni vizuri kuelewa, wakati unaomba sana na kupigana, wakati mwingine ndio kunaonekana kama hakuna kitu kinatendeka. Wakati mwingine kunaonekana kama ndio kumekuwa kubaya sana. Mimi nakumbuka wakati huo tulikuwa kanisa lilikuwa na watu 5. Nilikuwa sasa zingine ninafanya fasting. Sasa zingine ninafanya fasting hata ya 3 days. Baada ya kufunga na kuomba, mimi nikikuja sana sioni watu. Mpaka ninashikwa. Kwani nilienda maombi kulaani watu ama ni kitu gani? Wakati ambapo unapigana, wakati mwingine huwa inaonekana kama hakuna kitu kinatendeka. Lakini nataka nikuambie, kuna mambo inatendeka. Shikilia kuendelea mbele na maombi. Na ukiendelea kuambia endelea mbele na maombi, endelea mbele. Waambie tena endelea mbele, endelea, usiachilie. Haleluya! Usiachilie. Wakati mwingine adui huwa anakuonyesha kama hakuna kitu ambacho kinatendeka. Wakati huo tulikuwa tunaomba, alafu nyuma ya kanisa kulikuwa na mganga. Nyuma ya kanisa saa 4 asubuhi anaangisha chura zimekauka. Zinanuka kama kitu kingine. Chura imekauka, anachoma hapo nyuma. Alafu nayo pande ya mbele kuna mwenda wazimu. Na mwenda wazimu anakuja anaandika takataka zote pale kwa mlango. Mpaka nikawa ninafikiria, kwani Mungu hakuwa ameniita? Hawa ni nini? Vita inakuwa kali. Lakini mimi nataka nikuambie, hata vita ikiwa kali, usitokee. Endelea mbele. Endelea mbele. Because the enemy must be defeated in the mighty name of Jesus. Hallelujah. So huyu Nahash alikuwa anawaambia, ate sasa ili tufanye maagano, tuwatoe jicho. Wale wazee wa Jabez Gilead wakasema, kama ni kutolewa, unajua macho sio kucha. Unajua kucha, kama ni kucha unaweza kusema itabea nyingine. Lakini jicho, na usijui atanoa hata kama ni kuduga, ni kuharibu macho. Wakasema hapana, utupatie siku 7. Wakasema wacha twende, tuambie tribes wale wengine, kama hakuna mtu atakuja kutuokoa, basi tutakuja kutoa macho. Lakini Mungu ni mwema. Wakati walipeleka hiyo maneno, Saul mfalme akaongoza watu wote. Wakakuja kwa siku 2, wakaangamiza huyo mfalme na watu wale wengine. Mimi nataka nikuambie, mtu akikataa maombi ya kujipigania, huwa unaishi na condition. Condition zingine za adui kama gani? Kisirani. Bwana asifiwe. Unakataa maombi, unakataa kuomba, sasa kisirani inatua kwako mpaka inakalia kiti. Kisirani inakaaga huko. Yaani kila wakati ni vita, kila wakati ni vurugu. Wengine mtu anataka kuombea hatima yake, anaikiswa ugonjwa. Kutoka hapo anaishi na madawa. Sasa niwaambie watu wa Juda, wacha tupigane. Let us fight. Hallelujah. Let us fight. Jesus Christ is our commander. And he has already won this war. Ameshinda hii vita. Na kwa damu yake, na kwa neno lake, tutaona mambo makubwa katika jina la Yesu. Ninaweza kuona mambo mema kwa hii kanisa. Ninaweza kuona mambo makubwa yatatokea. Hata katika maisha yako, usiwe mtu tu ambaye anakaa. Amen. Ujifundishe kujipigania katika jina la Bwana. Number 3, why do you fight for your destiny? You fight because your destiny can be exchanged at the altars of darkness. Mtu huwa anapigana kwa sababu hatima ya mtu inaweza ikabadilishwa. Sisi kama mshawahi mtu akisema atakutolewa ndani ya dola nitawashajariyo. I don't know whether have you ever had something like that? Nasikia mtu akisema hiyo maisha ninaishi ni kama ilibadilishwa.
Mimi ninakataa kubadilishiwa maisha yangu, ninakataa kubadilishiwa hatima yangu. Na ukisoma katika Ecclesiastes chapter number 10 mstari wa 5, Biblia inasema hivi. Ecclesiastes chapter number 10 na mstari ule ambao ni wa 5. Neno linasema there is evil I have seen under the sun, as an error proceeding from the ruler. Mstari wa 6 unasema foreign is set in great dignity, while the rich sit in lowly place. Biblia inatuambia hapa ya kwamba hata kuna uovu ambao nimeona chini ya jua. Anasema uovu ambao unatendeka. Alafu anasema nimewaona, haleluya, nimewaona watumishi wakiwa wanatembea kwa miguu. Mstari wa 6 unasema when they sit on the road place. Then verse 7 inasema I have seen servants. Nimewaona watumishi. Ecclesiastes 10 and verses 5 to 7. Verse 7 inasema I have seen servants on horses, while princes walk on the ground like servants. Mtu akikosa kujiombea maisha yake, maisha yako inaweza kubadilishwa, na huwa inabadilishwa in the altars of darkness. Wakati mwingine unaota ukiwa kwa ndoto yako, unaona ya kwamba ukiigizwa kuna mtu anaweza kukuja kwa ndoto uone akikuduka shindano. Kama mama mwingine nilikuwa ninaombea, nilikuwa naomba pastor niombee, nimeenda hospitali nyingi, nikamuuliza ni wapi, akasema ni mgongo. Halafu nikimwombea Bwana akaniongoza kumuuliza ulianza kugonjeka lini? Akaniambia niliota ndoto mtu alikuja na sindano akaniduka, na kutoka hapo mama akaanza kugonjeka. Mtu ukataa usibadilishiwe katika jina la Yesu. Unasema ninakataa, afya yangu haitabadilishwa, sitawekwa ugonjwa. Unajua hata maisha ya kiroho unaweza kubadilishiwa. Unakuwa ni mtu ambaye ulikuwa na bidii, sasa unakuta ulikuwa na mtu ambaye alikuwa na bidii ya maombi, halafu unakuta imebadilishwa. Unaweza kuwa mzembe wa maombi, unasikia hauombi, hakuna kitu unataka, kwa sababu hatima yako inabadilishwa. Unakuta wewe ulikuwa mtu ambaye anapenda fasting, unakuta sasa hata ukisikia mambo ya fasting unafungua saa 4, unaanza kukula madisi, unasikina unafunga, unakuta saa 7 hauwezi kuendelea mbele. Ni kusema umeanza kubadilishiwa. Ninakataa kubadilishiwa hatima yangu. Ili mkono wako useme nakataa kubadilishiwa hatima yangu katika jina la Bwana Yesu. Mtu nikukataa huwa anakataa. Unakataa sitabadilishiwa. Unasema mimi lazima nitakuwa kile ambacho Mungu alisema ya kwamba itakuwa. Lazima nitakuwa. I must become. Kila mtu akizaliwa kuna vile Mungu huwa amepanga atakuwa. Wengine wanapangwa watakuwa wanabiashara wakubwa, wengine wanapangiwa watakuwa wahubiri, wengine wanapangiwa watakuwa hata maaskofu, wengine wanapangiwa, haleluya, watakuwa na makampani zao. Lakini unakuta kwamba wanafungiwa, wanawekewa mipaka, unakuta wanazuiliwa. Mimi nataka nikuambie, mtu nikukataa huwa anakataa. Unasema hapana, sitazuiliwa, sitawekewa mipaka. Unasema hapana, sitafuatwa. Unakuta watu wengine, mtu alikuwa na pesa, ulikuwa na mali, lakini unakuta kwamba anabadilishiwa. Badala ya mali anapewa umaskini. Wengine wanaota ndoto tu, unakuta umeota ndoto wewe umevaa matambara ama nguo zako zimerauka, unakuta kwamba hata vitu za nyumba unaota kwa ndoto zimerauka. Nikuletewa, unataka kubadilishiwa, uletewe mambo mabaya. Ukiona jambo kama hilo, mtu huwa anaamuka, anasema kwa jina la Yesu, ninakataa, sitaletewa umaskini, sitazuiliwa, sitawekewa mipaka. Na leo ninachukua nguvu na mamlaka na kutangaza katika jina la Bwana, kila mipaka ambayo imewekewa madhabahuni ivunjike katika jina la Yesu. Every altar of darkness is fighting against the altar of God. Katika mji huu tunatangaza katika jina la Yesu,
unakataa kuletewa magonjwa kwa mwili, unakataa kuletewa distraction, lazima ufocus mahali unaenda. Lazima ufocus. One way ya mtu kufika katika hatima yake ni focus. Unasema I say no to every distraction. Lazima niendelee mbele katika jina la Yesu. Amen. Number 3, you must know why must you pray? Because your destiny can be aborted or be weakened through sin. Destiny, mtu ambaye ako na hatima kubwa, inaweza kuondolewa. Na kile kinaweza kufanya mtu ambaye ako na destiny kubwa iondolewe, wakati mwingine kile kinafanyaka destiny iondolewe ni dhambi. Ukiwa mtu ambaye anacheza na dhambi, wala siwe kuna mambo ambayo unayafanya ambayo hayampendezi Bwana. Hata kama Mungu alikuwa amesema utakuwa kitu fulani, unakuta kwamba hauwezi kuwa. Hebu tuangalie 1 Samuel chapter 2 verse 30 na utaweza kuona andiko lile. 1 Samuel chapter 2 and verses 30. Verse 30, Biblia inasema hivi: Therefore, the Lord God of Israel says, I said indeed that your house and the house of your father would walk before me forever. But now the Lord says, far be it from me, for those who honor me I will honor, and those who despise me shall be rightly be esteemed. Hama, hii ni nyumba ya makuhani, ni nyumba ya Harun. Hii ni familia ambayo Mungu alikuwa amesema watatembea mbele yake milele. Wanasiwe, watakuwa makuhani, watamtumikia Bwana. Na hata Mungu akasema hivi wakati sasa wa Eli, Mungu akasema ya kwamba ni kweli nilisema nyumba ya baba yako itanitumikia milele, lakini sasa ninasema far be it from me. Mungu anasema sasa ninajiondoa. Jambo hilo ya kwamba wataweza kuwa mbele za Bwana milele, Mungu akasema ya kwamba let now that one be far away from me. Mungu anasema ya kwamba Mungu akasema nitawaheshimu wale ambao wananiheshimu. Haleluya, nitawaheshimu. Mungu huwa anaheshimu watu wale ambao wanamheshimu. Mungu huwa anabariki hata watu wale ambao huwa wanamtumikia, watu wale ambao wanaamua ya kwamba nitamtumikia Bwana. Haleluya, ninafanya kazi ya Mungu. Watu wale ambao wanajitoa kwa ajili ya kazi ya Bwana, Mungu huwa anawaheshimu. Akasema nitawaheshimu. I will honor those who honor me, and I will despise those who despise me. Wale ambao wananidharau, wale ambao wanadharau, Biblia inasema ya kwamba Mungu anasema ya kwamba ataweza kuwadharau. Mimi nataka nikuambie, Mungu anaweza kuwa amesema utafanyika tukiwa kitu kikubwa. Na wakati mwingine ili mtu kuelewa mahali ambapo anaenda, sasa kile Mungu huwa anakuongelesha kupitia mtumishi wake, ama anakuongelesha hata kupitia ndoto ya usiku. Mungu anaweza kukuonyesha utakuwa nini, utakuwa wapi, anakuonyesha mpango wake. Lakini mtu akiingia katika uovu na hata kutenda mambo mabaya, Mungu anasema far be it from me. Hata kama nilikuwa nimesema jambo hilo halitatimia. Ukisoma Genesis chapter number 49 and verses 3, Genesis 49 verses 3 and 4, tunaona Yakobo anawabariki watoto wake. Anaanza kuwabariki. Alisema watoto wake waje kwake karibu na yeye ili aweze kuwabariki. Lakini unapokuja katika Genesis 49 mstari huo wa 3, Biblia inasema hivi. Akasema Reuben, alimuita Reuben, akamwambia you are my firstborn, my might and the beginning of my strength, the excellence of dignity and the excellence of power. Lakini verse 4 akamwambia unstable as water, you shall not excel, because you went up
your father's bed, then you decided he went up to my God. Reuben anasema yeye ni mzaliwa wa kwanza. Anasema Reuben alikuwa awe mtu mkubwa because he is the firstborn. Lakini neno linatuambia ya kwamba alimwambia wewe ni kama maji, unaruka kama maji, unaruka kama maji, na kwa hivyo wewe hautakuwa mkubwa kwa sababu ulikipanda kitanda cha baba yako. Alichukua mke wa baba yake. Amen. I say amen. Hallelujah. Kwa hivyo akamwambia wewe ulikipanda kitanda cha baba yako. Akamwambia kwa hivyo hautakuwa mkubwa. Kwa hivyo dhambi ndio jambo lile ambalo linafanya mtu asikuwe mkubwa. Ndio inaweza kuzuia mtu asifike mahali ambapo Mungu alikuwa amesema ya kwamba atafika. Jina la Bwana liinuliwe. Kwa hivyo your destiny can be aborted. Your destiny can be weakened because of sin. Kwa hivyo unapotembea na Bwana, lazima ukatae uovu, lazima ukatae dhambi, lazima ukatae mambo yale ambayo hayampendezi Mungu, lazima ukatae mambo yale ambayo yanaweza kukudistract wakiakutoa katika uwepo wa Bwana. Lazima ukatae. Haleluya. Na unapofanya hivyo, unapokataa mambo kama hayo, utafika katika hatima yako. Hatima ni kupiganiwa, inapiganiwa. Lazima uwe violent spiritually, uwe mtu ambaye ni violent spiritually katika jina la Yesu. Ukiangalia jambo lingine ningetaka uelewe kuhusu hatima ni kwamba destiny can be delayed. Destiny can be delayed. Hivyo ni kusema mtu anaweza, hatima yake inaweza kucheleweshwa. Na wakati mwingi katika maisha ya watu unakuta mtu amecheleweshwa, mtu hafiki mahali ambapo anapaswa kufika on time. Sijui kama ushawahi kuingia gari ambayo ilienda pole pole. Pengine ulikuwa unapaswa ufike mahali saa 3, lakini unakuta ya kwamba baada gari hiyo ifike area hiyo saa 3, gari inafika saa 5. Nakumbuka kuna wakati nilikuwa naenda biashara kule Meru, alafu kuna gari zingine nilikuwa ninapanda, alafu unakuta ya kwamba gari hiyo tuliipanda saa 2 hapa Nairobi, inaenda ikisimama, inaenda ikisimama, mpaka hatimaye inafika kwa duka mahali nilikuwa ninaenda saa 11:30, duka ikiwa imefungwa. Sasa hiyo siku nimepata kulala, na kwa hivyo lazima sasa nilale. Kwa hivyo unakuta kwamba kucheleweshwa si jambo nzuri. Mtu kukataa katika maisha yake, usicheleweshewe baraka. Na hata ninaomba kwa kanisa hii na kwa kila mshirika katika nyumba hii ya kwamba baraka yako isichelewe, baraka yako ifike on time, baraka yako ifike on time. Inua mkono wako mmoja, sema katika jina la Yesu. Sema tena katika jina la Yesu, ninatangaza baraka yangu haitacheleweshwa, lazima ifike kwa wakati ufaao. Haleluya. Angalia kitabu cha Exodus 12 and verses 40. Exodus 12 and verses 40. 40 Biblia inasema hivi. Now the sojourn of the children of Israel who lived in Egypt was 430 years. Verse 41 inasema, and it came to pass at the end of the 430 years, on that very same day, it came to pass that all the armies of the Lord went out from the land of Egypt. Mimi ninapotazama maandiko haya na mengine katika Genesis, Biblia inasema wana wa Israeli walikuwa wakae katika utumwa miaka 400, 400 years. Maana hiyo ndio maneno ambayo Mungu alikuwa ameambia Abraham, ya kwamba watakaa miaka 400. Lakini tunaona katika hii maandiko wana wa Israeli walikuja kukombolewa wakiwa wamepitisha 430 years. Kwa hivyo miaka 30
walikuwa wamecheleweshwa. Na unajua miaka yote ni mingi sana. Haleluya. Miaka yote ni mingi sana. Na unajua pia walikuja tena wakacheleweshwa ingine vote kule jangwani. Kwa hivyo tunaweza kusema ni mtoto, ili waweze kuingia katika hatima yao walicheleweshwa 70 years. Mimi katika maisha yangu ninakataa nicheleweshwe. Kile ambacho ninapaswa kuwa nacho sasa nikuwe nacho katika jina la Yesu. Unajua hata kuna watu wengine wanacheleweshwa ndoa. Wanasifiwe. Mtu anacheleweshwa ndoa, mtu yule ambaye alipaswa kumuoa, alipaswa kukuja pengine akiwa 20 years ama akiwa 25 years. Unakuta mtu huyo anachelewa mpaka wakati amefika 40 ndio jamaa anatokea. Asijui anatoka pande gani. Mimi ninakataa kucheleweshwa. Haleluya. Hata yule ambaye anapaswa kuwa na gari, lazima ukatae kucheleweshwa. Gari yako ifike wakati ufaao. Hata wale ambao wako kwa shule, unakataa kucheleweshwa. Usome masomo yako wakati ambapo wewe bado ni mdogo. Haleluya. Amen. Mtu nikataa. Na ninakwambia lazima unaomba maombi ya fujo. Amen. Pia ni maombi ya fujo inasaidia. Maombi ya fujo inasaidia. Maombi ya fujo haiyobaki ukiwa umenyamaza, utakuwa unafanya hivi tu. Maombi ya fujo umepita. Unasema nakataa. Mimi sitacheleweshwa, huduma haitacheleweshwa, kanisa halitacheleweshwa, watoto wangu hawatacheleweshwa. Lazima nifike mahali ambapo ninaenda katika jina la Yesu. Hallelujah. So destiny can be delayed. That's why you must fight for your destiny. Destiny can be delayed. Inaweza kucheleweshwa. Nilikuwa naombea mzee mwingine ambaye ni rafiki yangu. I was praying for that person. Nikaambiwa kwamba alitamani kukua pastor muda mrefu. Lakini at the age of 75 hakuwa bado amefunguliwa kanisa. Hakuwa bado amepandwa. Siyo kucheleweshwa. Hivyo kwa mzee mimi nakataa kucheleweshwa. Nakataa katika jina la Yesu. Mtu anakataa kucheleweshwa. Wakati mwingine kuta shetani anaingilia mtu, anamchelewesha, anapaswa aingie kwa ndoa, apate watoto. Amen. Lakini anacheleweshwa, unakuta kwamba anakaa mpaka miaka 15, mpaka miaka 13, mpaka hajabarikiwa na mtoto. Leo tunatangaza katika jina la Yesu, kila delay ya kishetani ivunjike katika jina la Bwana. Kila delay ya kishetani kinyume na watu wa Mungu ivunjike katika jina la Yesu. Haleluya. Wapi makofi ya Bwana Yesu jameni? Tumshangilie Bwana kwa sababu anaendelea katika jua hili. Haleluya. Amen. So today, destiny can be delayed. The other thing I would like you to understand is that destiny can be covered. Hatima kubwa inaweza ikafunikwa. Na kama sio kufunikwa, inaweza ikafichwa. Hatima inaweza ikafunikwa na inaweza ikafichwa. Unakuta unapaswa uwe mtu ambaye ametokea, lakini unafunikwa. Unafichwa. Unapaswa utokee. Na inafichwa na nini? Ukiangalia kitabu cha Isaiah 25, ningetaka uone maneno ya pale. Amen. Isaiah 25. Ukiangalia mstari ambao ni wa 6. Biblia inasema hivi: And in this mountain the Lord of hosts will make for all people a feast of choice pieces, a feast of wines on the lees, of fat things, of full marrow, of well-refined wines on the lees. Ukiangalia Biblia inasema
katika mlima wa Bwana, Bwana atapatia watu wake unono. Katika mlima wa Bwana atawapatia watu wake unono. Mlima wa Mungu, Biblia inasema mambo ya unono ni mambo mazuri. Mungu huwa ameandaa mambo mazuri. Mungu si Mungu wa mikosi. Mungu si Mungu wa bahati mbaya. God is a good God. Na kwa hivyo huwa ameandaa, atapatia watu wake vinono ama mambo manono ama mambo mazuri. Kwa sababu inasema ataandaa karamu kwa ajili ya watu wake. Ukikuja kwa Bwana, mambo yako lazima yawe mazuri. Kila mtu mwambie hivyo. Wewe mambo yako mwambie wewe unaambiwa. Huyo mwingine analeta mjasai, unamwambia wewe unaambiwa. Haleluya. Unamwambia mambo mazuri. Mambo mazuri. Amen. Mambo manono. Hivyo ukikuja kwa Mungu, Mungu hakuwa na mabahati mbaya. Mungu anakuwa na vitu nzuri. Anasema kwa mlima huu nitapatia watu wangu unono. Lakini angalia verse 7 inasema, and he will destroy on this mountain the surface of the covering cast over all people and the veil that is spread over all nations. Kuna covering, kuna kifuniko ambayo inaitwa the covering of darkness. Kuna kifuniko ambacho kinaitwa kifuniko cha giza. Na neno linasema ya kwamba katika mlima huu unatajwa hapa ni kanisa la Bwana. Ya kwamba katika mlima huu Biblia inasema ya kwamba God is going to destroy the surface of the covering cast over all people and the veil that is spread over all the nations. Yaani Mungu ataweza kularua hata kitambaa kile ambacho kimefunika watu wengi. Kitambaa kile ambacho kimefunika watu wengi. Jina la Bwana liinuliwe. Na hiyo tunatangaza, ikiwa mahali unapaswa kufika ni kufunikwa, umefunikwa, kitambaa hiyo inaruke. Kitambaa hiyo inaruke. Tunatangaza katika jina la Bwana ya kwamba kila kitambaa cha giza kiweze kularuliwa katika jina la Yesu. And I declare over Judah, in the mighty name of Jesus, every candle of the darkness inaruke katika jina la Bwana. Every candle of the darkness that is cast over the church of Judah, I declare in the name of Jesus, be teared now, torn down, in the mighty name of the Lord. Hivyo mkono wako sema nakataa kufunikwa. Simama kidogo useme hivyo. Simama kidogo moja wetu. Sema nakataa kufunikwa na mbingu na uzito. Pia wasimame katika jina la Bwana. Nakataa kufunikwa. Wapi wainuke. In the mighty name of Jesus. Nakataa kufunikwa. Simama na miguu yako usiombee. Sema nakataa kufunikwa na mbingu na uzito. Simama na miguu yako usiombee. Nakataa kufunikwa na kila wingu la uzito. Nakataa kufunikwa na kila kifuniko cha giza. Pigania maisha yako. Sema ninakataa maisha yako haitafunikwa. Afya yako haitafunikwa. Maisha yako ya kiroho haitafunikwa. Repezeketa. Leketeria ni makuta. Leketeria ni mabo. Raketena maganda. Kila wingu la uzito. Kinyume na maisha yangu. Siombea ukitangaza. Kila wingu la uzito. Kinyume na maisha yangu. Kila wingu la uzito. Kinyume na karia yangu. Kila wingu la uzito. Kinyume na jamii yangu. Sasa hivi kila kitambaa cha giza kinaruke. Kitambaa cha giza. Kitambaa cha adui kinaruke. Kila wingu la uzito, kila kitambaa ya giza inaruke. Kitambaa ya giza kinyume na ndoa yangu, kitambaa ya giza kinyume na watoto wangu, kitambaa ya giza kinyume na huduma inaruke. Na barabara.
kufunikwa na umaskini, yatafunikwa na mikosi. Sasa tabo, kila utako wa kila aina, unatangaza neno la Bwana. Oh, we declare the name of Jesus over every heaviness, over every darkness, in the mighty name of Jesus. Unasema hata katika masomo sitafunikwa. Ujiombezi unarudi kesho shule wewe. Unajiombea hata katika masomo sitafunikwa na ujinga. Ninakataa, sitabadilishiwa hatima yangu. Lete seketa, lakata na magana. Rebelebelebezia, lakata na magana. Usiku wa kila aina, ninakataa katika jina la Yesu. Neno la Bwana linasema, nasoma katika kamoja. Neno la Mungu linasema ya kwamba and he will destroy. Isaiah 25:7 inasema and he will destroy on this mountain the service of the covering cast over all people. Kwa hivyo adui huwa anarushia watu kifuniko, anawafunika. Mtu mmoja kaniambia, kasema nikaona kanisa, pale mbele kuna kifuniko, nikaona kitambaa ambacho kimekuwa spread pale mbele, hata kitambaa hiyo iko na macho. Toka adua katika jina la Bwana. Haleluya. Mimi natangaza hata katika kanisa hii, kifuniko yote iliyofunika madhabahu hii inaruka katika jina la Bwana. Kila kifuniko ya giza ambayo inazuia watu kuingia katika nyumba ya Bwana na kutulia katika nyumba ya Bwana inaruka katika jina la Yesu. Lazima inaruka katika jina la Yesu. Inaruka katika jina la Yesu. I declare the name of Jesus over this church in the name of Jesus. I declare the blood of Jesus over this altar in the name of Jesus. Hallelujah. Kuna mambo matatu nikimalizia. 3 ways to rescue your destiny. Kuna njia tatu ambayo mtu anaweza akaokoa hatima yake. Jambo la kwanza, your destiny can be rescued through the power of prayer. Katika maisha yako, usiwe watu wale ambao hawapendi maombi. Amen. Usiwe watu wale ambao hawapendi maombi. Unajua, watu wengi hawapendi maombi. Watu wengi hawapendi hata mikutano ya maombi. Na wakati mwingine hata unaweza kupata, wakati kuna mikutano ya maombi, watu wanajipea shughuli nyingi. Huyo anaenda pale, yule anaenda pale, yule mwingine anajiangalia wale wengine, yule mwingine ni kutoa meo. Unakuta watu wengi hawapendi maombi. Lakini maombi ndio huwa inaokoa hatima ya mtu. Ukiangalia the book of Psalms 57 verse 2. Hallelujah. Psalms 57 verse 2. Verse 2 inasema, I will cry out to God most high, to God who performs all things for me. Daudi anasema, nitamulilia Mungu aliye juu, yeye ambaye huwa anatimizia mambo yangu. Kama mambo yako yatatimizwa, iwe ni ya ndoa, iwe ni ya masomo, iwe ni ya huduma, itatimizwa na Mungu. Na kama vile mtumishi wa Bwana alisema hapa, kuna andiko huwa linasema, niite nami nitakuitika, na nitakuonyesha mambo makubwa yale ambayo hauyajui. So, if you want to reach to your destiny, lazima uwe mtu ambaye ni wa maombi. Unakuwa mtu ambaye you are on fire for God, fire for prayer. Amen. Mpaka unapapo. Kuna wakati unaomba mpaka ukiwa peke yako kwa gari, sasa ni kubabu repa shatatatata. Unapapo ukiwa unaosha vyombo, kwa sababu you have been in the presence of God. So destiny can
can be rescued. Hallelujah. Through the power of prayer. And I declare through the power of prayer, the destiny of your life be rescued. The destiny of your business be rescued. The destiny of your career be rescued. The destiny of this church be rescued. Hallelujah. Number 2, destiny can be rescued through fasting. Yesu alisema in the book of Matthew 17 and verses 21, alisema pepo zingine zinaweza kuondoka tu kwa sababu ya maombi ya nini? Ya kufunga. Kwa hivyo kuna pepo zingine huwa zitakagua mtu. Hii maombi anaomba amefunga. Huyo atafunga. Kuna zile zinaweza kuondoka tu kwa sababu ya nini? Ya maombi ya kufunga. Hallelujah. Unakuwa mtu ambaye, amen, hata kama ni kwa wiki, unakuwa mtu ambaye unaweza kuomba siku moja. Unaombea maisha yako, unaombea kanisa la Bwana, unaombea watumishi wa Mungu, washirika, unaombea taifa, angalau hata kama ni siku moja. Na wakati mwingine unaomba maombi. Na katika maombi hii ya kufunga, kile kinasaidia ni kuomba neno. Hallelujah. You pray the word. You pray the word. Neno la Mungu linasema nini? Linasema nini? You pray the word. You pray the word. Neno la Bwana linasema nitakubariki unapotoka na unapoingia. So you decree the word of God. You decree the word of God. Unatangaza. Neno la Bwana linasema ya kwamba Mungu ako na mpango mzuri juu ya maisha yako. Unatangaza huo mpango wa Bwana utimie. Huo mpango wa Bwana utimie. Unatangaza vile neno la Bwana linasema. Yesu alisema nitajenga kanisa juu ya mwamba na milango ya kuzimu haitaliweza. Unatangaza milango ya kuzimu haitaweza kanisa la Bwana kwa sababu Yesu anajenga kanisa la Bwana. Hallelujah. I say hallelujah. Finally, destiny can be rescued by giving of a sacrifice. Of a sacrifice. Unajua kupigana ni njia 3. Njia ya kwanza ni ya maombi, njia ya pili ni ya kufunga, njia ya 3 ni ya kuinua dhabihu. Na wakati ninasema maombi, si maombi tu ya wewe mwenyewe. Kuna wakati mwingine ukiwa uko na mambo mazito, unapaswa uje kwa madhabahu ya Bwana, uwekelewe mikono. Haleluya. Uombewe na mtumishi wa Bwana. Hapa mko na mtumishi mzuri wa Mungu, Pastor Mushiri na mke wake. Amen. Anakuwekelea mikono, wanakuombea. Usipigane vita ukiwa peke yako. Mtu huwa anapigana vita akishikamana na watumishi wa Bwana. Mungu huwa anapeana watumishi wa Bwana ili wasaidie katika vita. Amen. Sasa number 3, giving of sacrifice. Sacrifice ni nini? Mtu huinua ama hutoa katika madhabahu ya Bwana dhabihu ambayo kitu ambacho kinamkuza, kitu ambacho kinamgharimu. Kwa mfano, nikiwa hapa katika hii kanisa, nikiwa niko na kalamu kama sasa niko na kalamu na niko na laptop, nikipea mtu kalamu, haleluya, ninaweza kukumbuka hiyo kalamu. Hata siwezi kukumbuka kama ilikuwa ya red ama ilikuwa ya blue. Lakini nikipea mtu hii laptop yangu, bila hiyo forget. How no? Nitakumbuka nilipeana Juja, nilipea mtu fulani. Sisi tunaelewana mpaka hapo. So sacrifice huwa ni kitu ambacho kinakuguza. Unasema nimeng'ang'ana sana katika maisha. Ama watoto wangu wameng'ang'ana sana. Mimi na mume wangu ama mimi na mke wangu tunang'ang'ana sana katika maisha. Unatafuta dhabihu. Haleluya. Kitu ambacho kinakuguza, ambacho unaweza kuleta katika madhabahu ya Bwana. Ila iwe ni pesa ama iwe ni kitu unaleta katika madhabahu, alafu unaombewa. So that hatima yako utaweza kuikomboa katika jina la Bwana. I say hallelujah. And I declare that you are destined to be delivered today. That you are destined to be rescued. Tusimame dakika moja katika jina la Bwana. Sasa katika maisha yako kuna mambo yale ambayo
yanakusumbua. Haleluya. Kuna mambo haya ambayo yanasumbua maisha yako. Ningetaka tuweze kuomba. Haleluya. Ningetaka tuweze kuomba. Nimeanza kwa kuongoza ombi lile linasema ya kwamba kila kifuniko na kila kitambaa ambacho nimefunikwa naye inaruka. Tunaelewana mpaka hapo? Ndio niko useme nyuma yangu. Sema kila kifuniko na kila kitambaa cha giza ambacho nimefunikwa naye inaruke sasa katika jina la Yesu. Siombea hivyo. Rama shaka